Hatimaye taarifa iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa imethibitishwa. Wanaanga wamerejea salama duniani baada ya kupitia hatua moja ya hatari zaidi katika safari ya anga. Lakini nyuma ya mafanikio haya kuna simulizi ya kushangaza na kutisha pia iliyofichwa ndani ya dakika chache za mwisho kabla ya kutua. Kwa mujibu wa wataalamu, chombo hicho kiliingia tena kwenye anga la dunia kwa kasi zaidi ya kilomita 11 kwa sekunde. Kasi hii inasababisha hali ya kipekee ambayo hewa ikikandamizwa mbele ya chombo huzalisha joto kali linalofikia zaidi ya nyuzi joto 1500. Joto hili ni kali mno. Hiki ni kiwango cha juu kabisa cha joto kinachoweza kuyeyusha chuma. Chombo hiki kwa nje kinaonekana kama kimondo kinachowaka moto kwa kasi kikisafiri angani. Hapa ndipo sayansi inapochukua nafasi yake. Jambo la kushangaza ni kwamba ndani ya chombo kunakuwa na hali ya kawaida kabisa. Chombo hiki hakijaachwa bila ulinzi. Kina kifaa maalum kinachoitwa heat shield, ngao maalum ya joto. Teknolojia hii imeboreshwa sana kupitia miradi kama Apollo Command Module. Teknolojia hii imeboreshwa sana na inaendelea kuboreshwa kupitia mpango wa Apollo Command Module. Ngao hii imeundwa kwa nyenzo maalum zinazoyeyuka taratibu. Baada ya kupata joto tu, ngao hii huchomeka polepole na hubeba joto hilo mbali kabisa na chombo, huzuia joto lisipenye ndani. Kwa nje, chombo hufikisha nyuzi joto 1500, lakini kwa ndani wanaanga wapo salama kabisa, kwani hali ya joto ndani ya chombo ni nyuzi joto 20 hadi 25 tu. Hali hii inamwezesha mwanadamu kuishi bila wasiwasi. Lakini pia ndani ya chombo kuna mfumo maalum wa oksijeni unaodhibitiwa. Shinikizo la hewa linafanana kabisa na lile la duniani. Viti vina vifaa maalum vya kufyonza mshtuko, yaani shock absorber. Chombo kinaposafiri kwa kasi ya kilomita 11 kwa sekunde, unaweza ukaona mshtuko unakuwa mkubwa. Zaidi ya yote, safari hii imepangwa kwa usahihi mkubwa kwa kutumia utaalamu wa hali ya juu. Hakuna mistake wala jambo la bahati mbaya. Katika hatua nyingine ya kutisha, mawasiliano kati ya chombo na dunia yalikatika kwa dakika kadhaa. Kwa muda huo, wanaanga walikuwa peke yao kabisa. Hakuna mawasiliano, hakuna msaada wa moja kwa moja, na hii hudumu kwa dakika 6 tu. Hatua ya mwisho ya safari ilihusisha kufunguka kwa parachuti katika urefu wa kilomita 7 hadi 10. Parachuti ndogo zilifunguka kwanza, zikifuatiwa na parachuti kubwa 3 ambazo zilipunguza kasi ya chombo hadi kilomita 30 kwa saa. Mfumo huu ni automatic. Hakuna anayegusa chochote. Ni vitu ambavyo vimeshapangiliwa kwa muda, dakika, sekunde, kuhakikisha kila hatua inafanyika kwa wakati sahihi. Chombo hicho hatimaye kilitua baharini. Hatua hii inajulikana kama splashdown. Ingawa bahari husaidia kupunguza mshtuko, bado kuna hatari zake, ikiwa ni pamoja na mawimbi makubwa au chombo kupinduka. Hata hivyo, katika tukio hili kila kitu kilikwenda kama kilivyopangwa. Sekunde chache baadaye, chombo kiligusa maji kwa kishindo kikubwa, kikayumba kwa muda mfupi hapa na pale. Baada ya kutulia ndani yake, wanaanga walikuwa salama, wakiwa wamepitia kile kinachotajwa na wengi kama kupita ndani ya moto na kurudi ukiwa hai. Timu za uokoaji zinafika haraka katika eneo hilo, zikikamilisha operesheni iliyokuwa imepangwa kwa umakini mkubwa. Mafanikio haya yanaendelea kuonyesha uwezo wa sayansi na teknolojia ya binadamu kushinda changamoto za mazingira hatari zaidi. Hii si tu safari ya kurejea kwa wanaanga, ni hadithi ya ujasiri, sayansi na mapambano dhidi ya nguvu za asili, ambayo kila sekunde ilikuwa na umuhimu wa maisha au kifo. Shirika hili la NASA linahesabu hatua hii kama sehemu ya mafanikio makubwa baada ya kupita karne nyingi toka safari ya mwisho iliyofanyika kumpeleka mwanadamu katika mwezi.